Mtazamaji wa Baharia TV, hujambo? Ni matumaini yangu mzima wa afya. Leo ni kukumbushe kidogo kuhusiana na uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Kipi ambacho wewe ulifurahia ama kipi ambacho ulikiona ambacho kinakugusa mpaka kipindi hiki katika kipindi chake cha uongozi? Mtazamaji, hapa nitakuletea moja ya ziara ambayo alifanya kwa kushtukiza na akafanya jitihada za kukagua mradi huo. Hatimaye msimamizi wa mradi ambaye ni Mchina aliingia katika kikaango katika ndani ya maswali magumu, na mwisho wa siku akashindwa kujibu vile ambavyo inatakiwa. Na Rais Magufuli bana aliagiza ndani ya wiki moja mradi huo uwe umekwisha kukamilika. Mtazamaji wa Baharia TV, maoni yako ni yapi kuhusiana na uongozi wa Dr. Magufuli? Nitakuja kupitia maoni yako pale baadaye mara baada ya kutazama kwa umakini zaidi ziara hii. Wewe katibu mkuu, jambo. Unalifahamu hili swala la kutoa exemption ya vifaa vya ujenzi wa meli hapa Mwanza? Kwa hiyo ni nani anayetakiwa kukaribisha? Na ninyi wizara si wanadai kwamba mpaka muwape exemption? Umeshazungumza na katibu mkuu wa uchukuzi? Wewe msimamizi, nyaraka mmeshazipeleka? Mmepeleka lini? Zimepelekwa Jumatano iliyopita. Jumatano iliyopita. Sasa kwa nini zisubiri siku zote 30 zimepita mpaka Jumatano ndio mnapeleka? Muulize mkandarasi kwa nini hakupeleka hizo nyaraka mapema. Muulize wewe. Kwa nini kupeleka why did you deliver the document before the document is taken? Okay, the custom clearance, including delivery until 2 our obligation, no. But according to the tax exemption certificate status, we can choose the one of the option. The one is we can declare with the tax exemption condition or not. But depending on we choose the method. So next time, you are not supposed to be the root causer of this delay. Because you are not supposed to wait until 30 days. You are supposed to deliver the document so that they can process the exemption process there at the Ministry of Finance. I'm just warning you. So lazima mcoordinate wote and make sure that hizo macontainer 56 yanafika haraka. Na wewe nani katibu mkuu? Wasiliana katibu mkuu mwenzako wa uchukuzi pamoja na Commissioner General wa TRA. Muyamalize leo. Nataka next week vifaa hivyo vianze kuja. Sawa mtazamaji, na imani umemtazama na umemsikiliza kwa makini sana Dr. Magufuli bana, aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Sasa hivi bana alitangulia mbele za haki. Sasa napitia maoni ya kwako mtazamaji ambaye umetufuatilia hivi sasa. Huyu hapa anaitwa Amina Thabiti, mkazi wa Dodoma, Tanzania, anasema nimefurahia maendeleo ya miundombinu na maji safi wakati wa uongozi wa Magufuli. Alijali huduma za maji na familia masikini. Zito Kabwe, mbunge kiongozi wa upinzani, anasema uongozi wake ulikuwa na ukosefu wa nafasi za kisiasa halali. Alipunguza nafasi za upinzani na kushughulikia vyombo vya habari kwa njia yenye kikomo. Hasani Musa, mkazi wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema Magufuli alikuwa mtendaji kazi na aliweka nidhamu kwa watumishi wa umma. Niliona jitihada za kupungua matumizi yasiyo ya lazima ya serikalini. Fatuma Juma, yeye kutoka huyu ni mwalimu wa shule ya msingi wa Arusha, anasema serikali yake iliboresha baadhi ya huduma za afya na elimu. Niliona ahadi zake za maendeleo zikitimia kwa haraka. Johnny huyu hapa Nyelele, yeye anasema alitumia mtindo wa kidikteta kwa upande wa upinzani. Uhuru wa vyombo vya habari na mashirika ya kiraia ulipunguzwa. Haya, sawa, asante ujumbe wako kaka mkubwa. Huyu hapa mwingine anasema ninaona alijali maendeleo ya uchumi na miundombinu, lakini baadhi ya sera zake kama jinsi alivyoshughulikia COVID-19 zilikuwa hatari kwa wananchi.
Na weka nukta katika ujumbe wa kwake. Huyu hapa anaitwa Omari Hamisi, anasema Magufuli alileta mabadiliko chanya kwa kupeleka huduma karibu na wananchi na kuhimiza kazi kwa bidii. Sasa mtazamaji, wewe kwa upande wako maoni yako ni yapi kuhusiana na uongozi wa Dr. Magufuli? Kwa niaba ya timu nzima ya Baharia TV, jina langu mimi ni Friday Mongomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.